Fikiria dunia ambayo vita havipiganwi kwa risasi wala mabomu, bali kwa mistari ya misimbo ama kodi. Dunia ambayo siri za mataifa, teknolojia za anga na mifumo ya mawasiliano inalindwa kwa nguvu zote, lakini bado kuna watu wanaweza kuingia kimya kimya na kuichukua bila kuacha alama. Hii si filamu wala si hadithi ya kubuni, bali ni simulizi ya kweli ya operation ya udukuzi iliyotikisa sekta nyeti duniani. Pasina shaka, ungana nami leo, nazama kama mzamiaji na naibuka kama mwanaanga wa NASA na kuletea operation iliyojulikana kama Operation Ghost Shell. Mwaka 2021, wataalamu wa usalama wa mtandao kutoka Cybereason walikutana na jambo lisilo la kawaida. Walikuwa wakichunguza tukio la kawaida tu la uvamizi wa mtandao, lakini kadri walivyozidi kuchimba, waligundua kuwa walikuwa wamegusa kitu kikubwa zaidi ya operation ya ujasusi iliyokuwa imepangwa kwa umakini mkubwa, ikilenga kampuni za anga na mawasiliano, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, uchunguzi ulionyesha kuwa athari zake zilivuka mipaka ya eneo hilo na kufika hadi Marekani, Ulaya na Urusi. Kilichowashangaza zaidi watafiti hawa si tu ukubwa wa shambulizi hilo, bali ni aina ya silaha iliyokuwa ikitumika. Waligundua uwepo wa programu hasidi ya kipekee ambayo haikuwa imewahi kurekodiwa kabla. Programu hiyo waliipa jina la Shell Client. Hii ilikuwa ni aina ya virusi vilivyopewa jina la Remote Access Trojan au kwa kifupi RAT program, inayomruhusu mdukuzi kuingia kwenye kompyuta ya mtu na kuidhibiti akiwa mbali, kana kwamba yeye ndiye mwenye kifaa hicho. Lakini Shell Client haikuwa RAT ya kawaida tu, ilikuwa imebuniwa kwa ustadi wa hali ya juu kiasi kwamba ilikuwa ni vigumu sana kuigundua. Iliweza kujificha ndani ya mfumo wa kompyuta kwa kujifanya kama programu halali za Windows kama vile CivicHost.x na RuntimeBroker.x. Hii ilifanya ionekane kama sehemu ya kawaida ya mfumo, hivyo hata wataalamu wa IT wangeweza kuiona na kuipuuza tu, wakidhani ni salama, na wakaangaika na kutafuta antivirus ili kudhibiti mifumo yao. Zaidi ya hapo, Shell Client ilitumia mbinu mbalimbali za kuficha taarifa zake, ikibadilisha maandishi yake kwa mfumo wa bytes na kuyarejesha pale tu inapohitajika. Hii ilifanya antivirus nyingi kushindwa kuitambua kwa sababu hazikuweza kusoma alama zake za kawaida. Kwa lugha rahisi, ilikuwa kama mhalifu anayevaa sura tofauti kila mara na huwezi kumtambua kwa urahisi. Lengo la operation hii halikuwa ni kufanya uharibifu wa haraka kama virusi vingine vinavyofuta data au kuharibu mifumo. Badala yake, ilikuwa ni operation ya ujasusi. Washambuliaji walikuwa wanatafuta taarifa nyeti sana za miundombinu ya kampuni, teknolojia za anga, mifumo ya mawasiliano na hata taarifa za ndani za wafanyakazi. Hizi ni data ambazo zinaweza kutoa faida kubwa sana za kimkakati kwa taifa au kundi lolote linalozipata. Kadri uchunguzi ulivyoendelea, watafiti waligundua jambo la kushangaza zaidi. Shell Client haikuwa imeanza mwaka 2021 kama ilivyodhaniwa awali. Ilikuwa imeanza kutengenezwa tangu mwaka 2018. Tangu wakati huo, ilikuwa ikiendelea kuboreshwa hatua kwa hatua. Kila toleo jipya liliongezwa uwezo mpya na mbinu mpya za kujificha. Hii inaonyesha kuwa nyuma yake kulikuwa na kundi lenye muda, rasilimali na malengo ya muda mrefu sana.
Katika hatua za mwanzo, shell client ilikuwa ni rahisi sana. Ilifahamika kama reverse shell, inayoruhusu mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mdukuzi na kompyuta ya mhanga. Lakini kadri miaka ilivyopita, ilikuwa na kuwa mfumo kamili wa ujasusi wenye uwezo wa kujisasisha kutumia mbinu za encryption na hata kusafiri kutoka kompyuta moja hadi nyingine ndani ya mtandao mmoja. Moja ya mbinu zake za kipekee kabisa ilikuwa namna ilivyowasiliana na wadukuzi wake. Badala ya kutumia seva za siri ambazo zingetambulika kwa urahisi, shell client ilitumia huduma za kawaida kabisa zinazofahamika duniani kama Dropbox. Hii ndiyo sehemu ambayo operation hii ilionyesha ubunifu wa hali ya juu. Data zote zilizoibiwa zilipakiwa kwenye akaunti ya Dropbox na amri kutoka kwa wadukuzi zilitumwa kupitia mfumo huo huo. Kwa mtu anayechunguza mtandao, mawasiliano haya yalionekana kama matumizi ya kawaida ya Dropbox. Hakukuwa na ishara ya hatari, hivyo shell client iliweza kujificha ndani ya shughuli halali za mtandao, jambo lililofanya iwe ni vigumu sana kugunduliwa. Huu ni mfano halisi wa mbinu ya kujificha kwenye mwanga, ambapo kitu hatari kinaweza kujificha ndani ya kitu cha kawaida sana na wala usitambue. Kwa upande wa uwezo, shell client ilikuwa kama kifaa kamili cha udukuzi. Iliweza kufungua command prompt au PowerShell, kupakua na kupakia mafaili, kuiba nywila za watumiaji na hata kufanya kile kinachoitwa lateral movement, yaani kuhamia kutoka kompyuta moja hadi nyingine ndani ya mtandao huo huo. Hii ilimaanisha kuwa mara tu inapoingia kwenye mfumo mmoja, inaweza kusambaa kimya kimya na kuathiri mfumo mzima. Swali kubwa lililobaki ni hili: ni nani alikuwa nyuma ya operesheni hii? Watafiti waligundua dalili zinazoelekeza kwa kundi jipya la wadukuzi lililopewa jina la Malkamak. Kundi hili linaaminika kuhusishwa na Iran na linaonyesha sifa za kile kinachoitwa Advanced Persistent Threat au APT, yaani mashambulizi yanayofadhiliwa na mataifa na kulenga malengo maalum kwa muda mrefu. Ingawa kulikuwa na dalili za uhusiano na makundi mengine ya Iran kama vile Chafa APT na Agrius APT, watafiti waligundua kuwa Malkamak ina mbinu na tabia zake za kipekee. Hii inaonyesha kuwa inaweza kuwa kundi huru tu na sio linalotegemea mtu mwingine au labda sehemu ya mtandao mpana wa wadukuzi wanaoshirikiana au hata kushiriki rasilimali. Ingawa Operation Ghost Shell haikuwa shambulizi la aina ya kuharibu mifumo moja kwa moja kama ransomware, madhara yake yalikuwa makubwa kwa namna ya kimkakati na ya muda mrefu. Athari kuu zilizoripotiwa zilihusiana na wizi wa taarifa nyeti. Kampuni zilizolengwa hasa zilikuwa ni zile za anga na mawasiliano. Zilipoteza taarifa muhimu kama miundombinu ya ndani ya mifumo yao, teknolojia wanazozitumia na hata baadhi ya taarifa za kiutendaji. Hizi ni aina ya taarifa ambazo zinaweza kutumika na wapinzani ama mpinzani kuboresha uwezo wake wa kiteknolojia, kuiga mifumo au hata kupanga mashambulizi ya baadaye. Inawezekana baadhi ya waathirika hawakugundua mara moja kuwa walikuwa wamevamiwa, jambo ambalo linaongeza ukubwa wa athari zake. Athari nyingine kubwa ni kupotea kwa usiri wa kimkakati, yani strategic intelligence exposure. Sekta ya anga, aerospace na mawasiliano, telecom, ni nguzo muhimu kwa usalama wa taifa lolote lile. Hivyo uvujaji wa taarifa katika maeneo haya unaweza kuathiri ushindani wa kiteknolojia, usalama wa miundombinu muhimu na hata usalama wa kitaifa. Tofauti na mashambulizi yanayolenga fedha au kuharibu data, hapa madhara yake yanaweza yasionekane mara moja, bali yakijitokeza baadaye, kwa mfano teknolojia kuibiwa au mikakati ya kampuni kufichuliwa kwa wapinzani. Baada ya kugundulika kwa operesheni hii mnamo mwaka 2021, hatua kadhaa zilichukuliwa ili kuidhibiti. Kwanza, watafiti waliweka wazi hadharani kupitia ripoti ya kina, jambo ambalo
lilisaidia kampuni na taasisi mbalimbali kujua uwepo wa tishio hilo. Kampuni zilizoathirika zilianza kufanya incident response, ikihusisha kufunga mianya ya usalama, kuondoa programu hasidi kwenye mifumo yao na kufanya uchunguzi wa ndani ili kubaini kiwango cha uharibifu. Pia kulikuwa na juhudi za kuboresha mifumo ya kugundua vitisho, yani threat detection, hasa kwa kuangalia matumizi yasiyo ya kawaida ya huduma halali kama vile Dropbox ambayo Shell Client ilikuwa inatumia kama njia ya mawasiliano. Hatua nyingine muhimu ilikuwa ni kuongeza ulinzi wa endpoint na mtandao, ikiwa ni pamoja na kutumia mbinu za kisasa zaidi za kugundua tabia zisizo za kawaida badala ya kutegemea sahihi tu za antivirus pekee. Kwa kuwa Shell Client ilikuwa imebuniwa kujificha vizuri, wataalamu walilazimika kubadilisha mbinu zao na kuanza kutumia behavioral analysis ili kugundua shughuli zisizo za kawaida ndani ya mifumo. Aidha, mashirika mengi yalishauriwa kuimarisha usimamizi wa akaunti za watumiaji, kufuatilia matumizi ya huduma za cloud na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa mifumo yao. Na kuhusu watafiti waliohusika, uchunguzi huu ulifanywa na timu ya Cybereason Nocturnals kwa kushirikiana na kitengo cha Incident Response cha Cybereason. Baadhi ya wataalamu waliokuwa mstari wa mbele ni Tom Fechterman ambaye alihusika katika uchambuzi wa vitisho na utafiti wa malware. Mwingine ni Daniel Frank, mtaalamu wa uchambuzi wa malware na reverse engineering. Na watatu akawa ni Chen Enrich ambaye alibobea katika uchunguzi wa mashambulizi na threat intelligence, pamoja na Asaf Dahan, yeye alikuwa kiongozi wa utafiti huo. Timu hii ilichukua jukumu la kuchambua kwa kina jinsi Shell Client inavyofanya kazi, historia yake, na pia kubaini uwezekano wa kundi lililokuwa nyuma ya operesheni hii. Kwa ujumla, ingawa Operation Ghost Shell haikuwa alama ya uharibifu wa moja kwa moja kama mashambulizi mengine, ilionyesha wazi hatari kubwa ya mashambulizi ya kisasa ya kimtandao, hasa yale yanayolenga ujasusi. Ilikuwa ni onyo kwa dunia kwamba mashambulizi hatari zaidi si yale tu yanayoonekana mara moja, bali yale yanayofanyika kimya kimya na kuchukua taarifa bila mtu mwingine kugundua. Kitu kinachoifanya Operation Ghost Shell kuwa muhimu sana si tu teknolojia iliyotumika, bali ni ujumbe wake kwa dunia. Inaonyesha wazi kwamba vita vya kisasa havipiganwi tena kwa silaha za kawaida. Sasa vita vinapiganwa kimya kimya kwenye mitandao kwa kutumia akili na teknolojia, na mara nyingi mashambulizi haya yanaweza kudumu kwa miaka bila kugunduliwa. Simulizi hii inaonyesha kuwa hakuna mfumo uliosalama kwa 100%. Kadri tunavyozidi kutegemea teknolojia, ndivyo tunavyoongeza hatari ya kushambuliwa. Hii ina maana kwamba usalama wa mtandao si suala la wataalamu pekee, bali ni jukumu la kila mmoja, kuanzia mashirika makubwa hadi watumiaji wa kawaida, yani wewe na mimi, mtu mmoja mmoja. Kwa miaka kadhaa, Shell Client aliishi kama mzimu ndani ya mitandao ya dunia, akikusanya taarifa, akijificha na kufanya kazi bila kugunduliwa, mpaka siku moja alipogunduliwa na watafiti. Lakini ukweli unauma ni kwamba huenda kuna wengine kama yeye bado wako huko nje na ndani ya simu zetu, kompyuta na vitu vingine kama hivyo, wakifanya kazi kimya kimya. Na hapa ndipo swali linapokuja: je, sisi tuko salama kweli?